Wasimamizi wa vituo na wasaidizi wao kutoka katika vituo 613 vya kata 25 za wilaya ya Ukerewe mkoani Mwanza wametakiwa kujiepusha kwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa wagombea na mawakala wa vyama vya siasa kwa kuhakikisha wanatenda haki. Ushauri huo umetolewa leo Jumapili Oktoba 26 mwaka 2025 na afisa uchaguzi wa jimbo la Ukerewe Mang'oa Maginga wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya siku 2 yaliyoanza Oktoba 26 hadi 27 mwaka huu kwa wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi walioteuliwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kusimamia na kuratibu uendeshaji wa uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Amewataka watendaji hao kuzingatia unadhifu, lugha nzuri na kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni, sambamba na kuhakikisha wanasimamia viapo vyao vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa wanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Watendaji hao wa vituo walianza semina hiyo kwa kula kiapo cha kutunza siri baada ya kujaza fomu namba 7 na kujiondoa wanachama wa vyama vya siasa kwa kujaza fomu namba 6 mbele ya msimamizi wa uchaguzi. Wilaya ya Ukerewe ina vituo 7 vinavyotoa mafunzo kwa watendaji wa vituo, wakiwemo makarani waongozaji wapiga kura, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Itaidini na mjiepushe kuwa vyanzo vya malalamiko kutoka kwa vyama vya siasa kwa kushirikiana vema na mawakala wa vyama vya siasa watao kuwepo vituoni kwa mujibu wa sheria. Fanyeni kazi kwa ushirikiano kama timu ili kufanikisha uchaguzi katika vituo mtakavyopangiwa. Simamieni viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa au kutokuwa mwanachama wa chama cha siasa katika kipindi chote cha uchaguzi. Kwa hiyo mnahitajika mvisimamie viapo vyenu vya kutunza siri na kujitoa kwenye wanachama. Msionyeshe itikadi ya aina yoyote wakati huu wa utekelezaji wa majukumu yenu, kwa kuwa ninyi sasa ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ninyi ndio watendaji mnaokutana na wapiga kura, hivyo hakikisheni mnazingatia unadhifu, lugha nzuri, kutoa kipaumbele kwa wapiga kura wenye mahitaji maalum watakapofika kituoni. Tangu siku ya uteuzi wenu, ninyi ni watumishi wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi katika utekelezaji wa majukumu yenu ya uchaguzi. Na pili, kwamba utendaji na uwajibikaji wenu kwa kipindi chote cha utumishi wenu wa tume, mtawajibika kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi na sio kwa mamlaka nyingine, isipokuwa kama jambo hilo litahitajika kwa mujibu wa sheria nyingine ya nchi. Kula kiapo ambacho ni cha kutunza siri na kiapo cha kufanya majukumu ambayo yote tunaelekezwa na tume, ambayo yatafuata haki sawa kwa vyama vyote vya kisiasa, na tuko tayari kufanya majukumu hayo pasipo upendeleo wowote. Tuko tayari kuungana na mawakala wote watakaoletwa wa vyama vya siasa, vyama vyote ambavyo vimewekwa 17 kwa ajili ya kupiga kura, na tuko tayari kutangaza matokeo kwa haki na usawa. Hivyo kwa sababu tume imetuamini sisi, na sisi tunaamini kwamba tutaweza kufanya kazi kwa juhudi na bidii na yenye haki na utu ndani yake ili kupata matokeo sawa na kutokuleta vurugu katika matokeo haya. Tutakuwa na upendeleo kwa wale ambao wana mahitaji maalum. Naposema mahitaji maalum, najumlisha walemavu, najumlisha wazee, najumlisha kina mama wajawazito, najumlisha kina mama ambao wamekuja na watoto ambao wana umri chini ya miaka 5. Hii inamaanisha kwamba hawa watoto wanakuwa na muda mfupi sana wa kukaa bila kula, bila kupata mahitaji yao ya msingi. Kwa hiyo nao watapata kipaumbele ili waweze kupiga kura mapema sana. Msingi kwa mujibu wa kanuni za mwaka huu zimeboreshwa sana. Tumewasisitiza na tunasisitiza kwenda kushirikiana na vyama vya siasa, kwa maana ya kwamba kwenda kuondoa migogoro yoyote itakayokuwepo. Na bahati nzuri
mwaka huu kuna baadhi ya sheria pia zimerekebishwa. Kwa mfano kipindi cha nyuma kwenye eneo ikitokea kuna mgombea mmoja, huyu anakuwa amepita bila kupingwa, lakini sasa hivi kuna kura ya ndio na hapana. Kwa jambo hili tumewaeleza, tumeendelea kutoa elimu. Hata kama kuna eneo kuna mgombea mmoja, sharti wananchi waende wakapigia kura ya ndio na hapana ili kwenda kumtafuta kiongozi wao. Ikitokea kura za hapana zikawa nyingi, uchaguzi huu utaahirishwa, mchakato utaanza upya. Kimsingi tumejipanga kikamilifu, hakutakuwepo na mgogoro wa aina yoyote kati ya vyama na vyama, haki itatendeka. Kwamba tumeambiwa uchaguzi huu utakuwa ni wa haki, lakini pia kwa swala zima la usalama tumehakikishiwa na tunaendelea kuhakikishia wananchi ambao tunakwenda kuwasimamia kwamba uchaguzi huu utakuwa hauna vurugu, kwa sababu tume imejipanga kuhakikisha swala zima la usalama linazingatiwa katika maeneo yote ya kupigia kura. Kwa miaka ya nyuma tulikuwa hatuna vituo vya kupigia kura kwenye magereza, lakini ni tofauti na mwaka huu kwamba hata wale wafungwa walioko magerezani watakuwa huru na wataruhusiwa kushiriki kupiga kura. Huo ndio tofauti mkubwa niliouona. Vitu ambavyo vinakatazwa ni kama mavazi ya vyama, nguo ambazo zina nembo ya chama fulani, kwa maana kwamba hivyo ni viashiria vya kumtambua mtu haraka kwamba mtu huyu ni mshiriki wa chama fulani. Kwa hiyo tunazuia au tunapenda kukataza kabisa kwamba unapokuja kupiga kura, njoo ukiwa ni umejiandaa kupiga kura kwa siri. Kwa hiyo hutakiwi kujitambulisha kupitia mavazi au itikadi yoyote ile. Unatakiwa tu kuja na kitambulisho chako cha mpiga kura, utapiga kura yako na kisha tutakuruhusu kurudi nyumbani kupumzika. Kwa wale watu ambao hawezi kusoma na kuandika au ambao ni vipofu, pia tumeelekezwa namna ya kuweza kuwasaidia, ila kwa wale ambao sisi ni wasimamizi haturuhusiwi kuwasaidia wale watu. Ni pale ambapo yeye mwenyewe atachagua mtu ambaye yuko karibu, ambaye ataweza kumsaidia namna ya zoezi hilo la kupiga kura, ila tu yule mtu asije akajirudia kwa ajili ya kumsaidia mtu mwingine. Naambia Watanzania tujitokeze tarehe 29 tuweze kupiga kura. Ulinzi upo, usalama upo, watu wote wajitokeze kwa ajili ya kupiga kura. Na zaidi sana unapokuwa unapiga kura, ukimaliza kupiga kura, waelekea nyumbani usubiri matokeo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.